Danieli, fungua mlango. Daniel Ra. Mwezi unang'aa, nguvu zinainuka. Hamamrema majizi watut. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Daniel hakuweza kulala tena usiku ule. Kila alipojaribu kufumba macho, aliona alama zile kubwa za miguu zikizunguka akili yake kama zina uhai. Kimya cha Gamboshi kilikuwa kizito kiasi kwamba alihisi kama kina sauti yake mwenyewe. Alikaa kitandani akitazama dirishani, upepo ukipiga taratibu, lakini ndani yake kulikuwa na hisia kwamba kuna kitu kinapita nje ya nyumba yake kila wakati. Kila alipotazama hakukuwa na mtu, lakini hakuweza kuondoa ile hisia ya kuangaliwa. Saa zilipita polepole hadi usiku wa manane ulipofika. Ghafla alisikia mlango wake ukigongwa taratibu. Sio kugongwa kwa nguvu, bali kama mtu anayejua yuko ndani lakini hataki kumtisha sana. Daniel alikaa kimya, moyo wake ukidunda kwa kasi. Kisha kugonga kulirudi tena, na safari hii kulikuwa na sauti ya kunong'ona. Daniel aliganda. Sauti hiyo haikuwa ya mtu mmoja. Ilikuwa kama watu wengi wanamuita kwa pamoja, sauti za kike, za kiume, hata za watoto. Alijikaza na kufungua mlango polepole. Hakukuwa na mtu, lakini chini, mbele ya mlango wake, kulikuwa na mchanga uliopangwa kwa duara, na katikati yake kulikuwa na manyoya meusi pamoja na tone la damu lililoonekana bado jipya. Daniel alirudi nyuma kwa hofu, akafunga mlango kwa nguvu na kusukuma kiti kuuzuia. Usiku huo hakulala kabisa. Asubuhi yake alikimbilia kwa mwenyekiti wa kijiji, Mzee Nyamhanga. Alipofika, alikuta hali ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na uzito usioelezeka. Alipoingia ndani, mzee alimwangalia kana kwamba tayari alijua kila kitu. Umeanza kuona, alisema kwa utulivu. Daniel alishindwa kujizuia. Hii si kawaida. Kuna watu walikuwa nje ya nyumba yangu, kuna alama za ajabu, kuna sauti zisizoeleweka. Mzee alifunga mlango polepole, kisha akasema kwa sauti ya chini, Gamboshi haipendi wageni wanaochimba sana mambo yake. Na mimi siwezi kuishi hivi, Daniel alisema kwa hasira na hofu. Mzee alimsogelea kidogo. Hii ardhi ina historia. Kabla ya kijiji, hapa kulikuwa na makaburi ya zamani. Watu walijenga juu yake bila ruhusa, na tangu hapo kuna makubaliano. Makubaliano gani? Daniel aliuliza kwa sauti iliyopungua nguvu. Kati ya walio hai na waliokufa. Maneno hayo yalining'inia hewani kabla ya mlango kugongwa kwa nguvu ghafla. Sauti kutoka nje ilipaiza, amechaguliwa. Daniel alishtuka. Mzee hakusema kitu. Alichukua hirizi iliyofungwa kwenye kitambaa na kumpa. Usiache hii mbali na mwili wako. Usiku ulipofika, hali ilizidi kuwa mbaya. Sauti za watu zilijaa nje ya nyumba yake, lakini hakukuwa na mtu alipoangalia. Taa zilizimika zenyewe, na ghafla mlango wake ulifunguka bila kuguswa. Daniel aliganda. Vivuli vitatu vilionekana ndani ya chumba chake. Havikuwa na sura, vilikuwa kama watu waliopoteza sura zao. Mmoja wao alimsogelea na kunong'ona, umekuja kwa muda wako. Hapo ndipo hirizi ilipoanza kung'aa. Vivuli vilirudi nyuma na kutoweka.
Daniel alipata nguvu ya kukimbia nje, lakini aliposimama katikati ya kijiji, alikuta wanakijiji wote wamesimama kimya wakimtazama. Kisha wote kwa pamoja wakasema kwa sauti moja nzito, hatuwezi kumwacha aondoke. Hapo ndipo hofu yake ilipogeuka kuwa ukweli usiopingika. Mwanamke mmoja alisogea mbele polepole, macho yake matupu. Umechaguliwa. Daniel aligeuka na kukimbia bila kuangalia nyuma. Alipenya vichakani, akichana ngozi kwa miba, akijikwama, lakini hakusimama. Alihisi kitu kinamfuata, si kwa hatua, bali kama kivuli kinachoteleza. Daniel alipofika msituni, alisimama kwa pumzi nzito. Ndipo aliposikia kilio cha mwanamke. Msaada! Alitambua sauti hiyo mara moja. Ilikuwa ya Mama Rehema. Bila kufikiria sana, alifuata sauti hiyo hadi alipofika eneo wazi. Alisimama ghafla. Mama Rehema alikuwa katikati ya duara lililochorwa kwa maji, amefungwa, akitetemeka kwa hofu. Watu waliovaa mavazi meusi walikuwa wamezunguka duara hilo, kimya. Moto mdogo wa kijani ulikuwa unawaka katikati. Mama Rehema alipiga kelele. Daniel alihisi nguvu ikimvuta kuelekea duarani. Alijaribu kupinga, lakini mwili wake haukumsikiliza. Hukuweza kuondoka kwa sababu tayari umechaguliwa, yule mwanamke mrefu alisema kutoka kwenye kundi. Moto ulipanda juu ghafla, kisha ukazima. Ukungu mzito ulitanda na Mama Rehema hakukuwa tena. Kulikuwa na ukimya mzito. Watu waliinama kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Daniel alipiga magoti, machozi yakimtoka. Alikuwa ameona kitu kisichoelezeka. Mzee Nyamhanga alimshika mabegani. Sasa unaelewa. Daniel aliinua hagoli polepole, macho yake yakiwa jaa hafu na hasira. Hii lazima ikome. Mzee alimtazama kwa muda mrefu. Wengi wamejaribu. Na waliishia wapi? Mzee aligeuka na kusema kwa sauti mbali, hawapo tena. Upepo ulivuma, na kwa mara ya kwanza Daniel alielewa ukweli mzito. Gamboshi haikuwa kijiji tu, ilikuwa hai, na sasa ilikuwa imemchagua yeye. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.